kwa watu wa Mtwara na Kusini kwa ujumla hawafurahishwi na jinsi ambavyo Harmonize anawachukulia sasa hivi. Idhani ya kwamba Harmonize kwa kitu ambacho anakifanya sasa hivi anaweza akawafanyia watu wa mikoa mingine wakaendelea kumrespect na kumheshimu. Yaani wataendelea kuwa pamoja na Harmonize. Wataendelea kumpa heshima Harmonize. Lakini kwa sababu anaona anaowafanyia ni ndugu zake wa Mtwara, anawachukulia kawaida tu. Hajui ya kwamba anachotengeneza ni kitu kibaya mno. Kaka, Harmonize alitangaza show siku ya mkesha wa mwaka mpya katika uwanja na Ngwanda sijaona. Harmonize show akagairisha. Watu wakasema basi sawa. Akatangaza show nyingine siku ya Idi. Hii Idi aitangaza show. Harmonize amegairisha show siku moja kabla. Amegairisha show bila kujali ya kwamba kuna watu wametoka mbali kwenda Mtwara kwenda kumwangalia Harmonize. Kuna watu wametoka Masasi, watu wametoka Nachingwea, watu wametoka Newala, watu wametoka Kilwa, watu wametoka Lindi, paka Tunduru, Songea, watu wametoka kwa ile kwenda kuangalia show ya Harmonize. Kaka, msanii ambaye unajitambua, unajielewa, show yako unajua kesho, leo huwezi kugailisha show. Kwa sababu unajua kabisa mashabiki wangu wengi wameshatoka mbali, wameshafika sehemu ya tukio. Kwa msanii ambaye anajitambua na kujielewa, hawezi kugailisha show kama ambavyo amefanya Harmonize. Kwa sababu unajua ya kwamba kuna mashabiki ambao wametoka mbali, kwenye wilaya za mbali, kwenye mikoa ya mbali kuja kwa ajili yake. Hivi kaka, siku moja kabla ya tukio na kailisha show? Inawezekana. Siku moja kabla ya tukio ya show kubwa Kusini unahairisha show tena kwa mashabiki ambao uliodanganya mara ya kwanza kuja kugailisha tena mara ya pili. Unadhani hii ni nini? Watu wa Mtwara ambao wanamheshimu Harmonize, watu wa Kusini ambao wanamheshimu Harmonize. Unadhani nini Harmonize anajitengenezea? Hiki ni kuwachukulia poa watu wa nyumbani kwenu. Harmonize anawachukulia poa watu wa kwao. Watu wanakuambia ya kwamba heshima kwanza anza kuitengeneza nyumbani kwenu. Yaani anza kuheshimika na kupendwa kwenu, kwa sababu ndugu zako ndio watu ambao watakukingia kifua pale ambapo wengine majirani watakuwa wanakusema vibaya au wengine watakuwa wanakufanyia vitu vibaya. Hivi leo hii kwa mfano Harmonize, watu wa mikoa mingine ambao hayusiani na Kusini wanamsema Harmonize na dharau, Harmonize na nini. Hivi watu wa Mtwara wataweza kumkingia kifua kweli? Kwa sababu utaona ya kwamba hata kule kawadharau, show mbili zote kagailisha bila kutoa sababu ya msingi. Na ndio hichi kitu ambacho kinawafelisha wasanii wengi wa Tanzania. Wasanii wengi wakubwa katika dunia hii ambao wameshajipambanua hawezi kufanya kitu kama anachofanya Harmonize. Kama unaona huna mazingira yako, mazingira sio rafiki kwa ajili ya kufanya show, siku 3 au umechelewa sana, siku 3 kabla ya show. Lakini kwa wale wajitambua vizuri sana, wiki kabla ya show, kwa jamani, show yangu ya tarehe fulani sitaweza kuifanya kwa sababu kuna 1, 2, 3 zimeingilia kati. Labda pengine mipango haijaingilia kati, management haijaandaa mazingira mazuri. Lakini Harmonize, yani kalala tu kaamka anapost Insta story kwamba jamani naombeni msamaha sana, show kesho haitakuwepo. Kaka, msanii wewe unaweza kufanya hivyo? Msanii ambaye unajitambua kwanza huwezi kupost Insta story kitu kama hicho. Kitu cha serious unaenda kuweka Insta story ambayo kina kama masaa 24 kinaondoka. Management atakuwa iandike na ipostiwe katika page zote za Konde Gang, watu wote wa Konde Gang, kwamba tumeshindwa kufanya show kwa sababu hiki na hiki na hiki. Naombeni radhi sana mashabiki wa Mtwara, ila tarehe fulani mwezi wa ngapi wazungumza hapo kwamba kutokana na gharama zenu mlizozitumia kuja katika show yangu Mtwara, tarehe ngapi mwezi wa ngapi nitafanya show either bure, yani free, mashabiki waingie, ama kwa kiingilio cheap, yani cha bei ya chini. Hapo utaenda sawa na mashabiki wako. Lakini wewe unatangaza tu, yani unaonyesha jinsi gani ya kwamba umekwenda kuwadharau
watu wa kusini. Na mimi niwaambie tu Harmonize, watu wa kusini hawajafurahishwa kwa namna ambavyo amewafanyia kwa mara ya pili. Watu wa Mtwara, Masasi, Tandahimba na Chingwea, Newala, Tunduru, ukichukulia Lindi mpaka Kilwa Masoko, hawakufurahishwa na kitendo ambacho Harmonize amekifanya. Kaka, kuna watu wametoka Dar es Salaam wametumia nauli zao. Kuna watu wametoka Mozambiki kwenye mpaka ile ya Tanzania na Mozambiki wamekuja Mtwara mjini. Hivi angalia watu wametumia gharama gapi? Mimi ni moja kati ya watu ambao nilisafiri kutoka Dar es Salaam kwenda Mtwara kwa ajili ya show ya Harmonize. Kufika kule show eti aende vile nafika tu kaka, hata kupumzika sijapumzika. Taarifa eti sitaweza kufahamu. Hivi msanii anajitambua kweli huyu? Anajitambua. Na ndio maana mara nyingi Diamond anawapiga gepu hapa. Hawa wasanii wengine hao. Diamond yuko serious sana na kazi yake. Diamond yuko serious sana na kazi yake kaka. Kwanza Diamond kama show hataweza kuperform, atatoa taarifa kabla. Na official page zote za Wasafi na ya kwake zitaelezea sababu kwa nini. Nakumbuka kuna kipindi Diamond aliwahi kughairisha show moja, nadhani ilikuwa ya mkoani. Ilishindikana kufanyika kwenye siku husika, lakini alitoa taarifa ya kwamba kesho yake nitaperform bure. Huyo msanii ambaye anajitambua, anajua thamani ya mashabiki ambayo walimchukulia, anajua jinsi ambavyo mashabiki wametoka sehemu mbalimbali, wametumia gharama zao kufika hapo. Kuna mashabiki wanatoka mbali, wamelipia hoteli, wamekula vyakula, wamefanya vitu kwa ajili ya show hiyo. Kwa Diamond anawapiga gepo hapo wasanii wengi. Wewe unatangaza tu sitaweza, wakati mwezi mzima watu wanajua kwamba kwenye sikukuu ya Eid Harmonize atapanda jukwani, tutakuwa tunashuhudia muziki wa Konde Boy. Na mimi nasema kwamba Harmonize ni msanii mzuri sana katika nchi yetu. Tuna kila sababu ya kujivunia Harmonize, lakini vitu vichache kama hivi ndio vinakwenda kuharibu thamani ya Harmonize. Vitu vichache kama hivi vidogo vidogo vinakwenda kuharibu taswira ya Harmonize, na ndio vinakwenda kupunguza kasi ya mafanikio ya Harmonize. Kwa uimbaji wa Harmonize na ukubwa aliojitengenezea, leo hii tulitakiwa tumuone Harmonize akiwa yuko mbali zaidi ya hapa tunapomuona. Lakini hivi ni moja kati ya vitu ambavyo vinapunguza credit kwa Harmonize kufika mbali. Hiki ni moja kati ya vitu ambavyo vinampunguzia point Harmonize ya kufika mbali, kwa sababu ya kwamba haheshimu mashabiki wake. Hichi kitu kimewauma sana watu wa kusini. Kaka, kimewauma mno. Nilikuwa nimekaa na watu sema ambao walikuwa nimefikia, watu walikuwa wanatukana, hawajali ni ndugu yao, hawajali ni nini. Na wa Makonde, wa Mwela ni watu ambao wanamkubali sana. Ile kusini yote, hadi ukianzia Lindi, sio Lindi mbali sana, anzia hapa wana jimbo gani hili? Ili Kibiti hapa. Kibiti nyuma, Kibiti wilaya gani? Anzia Mkulanga kwenda huko Jisongea, Lindi, Mtwara, huko kusini wanamkubali mno Harmonize. Yaani huambii kitu, lakini kwa jinsi ambavyo kitu amekifanya, amekwenda kujitengenezea sifa mbaya mno. Na kuna uwezekano ambavyo Harmonize anatakiwa waombe msamaha watu wa kusini, aombe radhi watu wa kusini, atoke hadharani aombe radhi watu wa kusini, ndio watamuelewa. Kwa sababu ametengeneza mazoea na amejiharibia. Leo hii sidhani kama Harmonize atatangaza show tena kusini na mashabiki wake wakamchukulia serious, kwa sababu wataona kwamba huyo atangaza tarehe afu mwisho wa siku anaingia mitini. Sidhani kama wale ambao walisafiri kutoka mbali wanatumia tena gharama zao za kutoka mbali kwa sababu ya show ya Harmonize, kwa sababu ataona kwamba huyu jamani Miayusho atakailisha tena kwa mara ya tatu. Kwa hiyo ninachomwomba Harmonize, atoke hadharani aombe msamaha, lakini atangaze show tarehe nyingine. Either hiyo tarehe show iwe free, ama kama alikuwa amepanga kiingilio kiwe 10,000, 20,000, basi yashushe mpaka 5,500, 6,600. Hapo atakuwa kidogo ametengeneza imani tena kwa watu wa kusini na Mtwara. Lakini alichokifanya kwa Harmonize,
watu wa Kusini na Mtwara hawakuridhika nacho, na hiki anatakiwa ajifunze akaya, muangalie mwenzake Diamond anafanikiwa vipi. Diamond sio kama msanii mzuri sana wa kuimba, lakini anaheshimu sana mashabiki wake. Diamond sio kwamba yeye ni msanii mkubwa wa kuimba sio hivi, lakini Diamond kinachomsaidia ni respect kwa mashabiki wake, na ndio maana mashabiki wanampenda Diamond Platnumz. Kwa hiyo Harmonize hapa kajikanyaga na atakuwa ajirekebishe.